kutoka Dar es Salaam Tanzania mpaka jijini Mbeya. Kwanza nilikuwa siamini, ila hadi chuma nimekiona, najua ni 100% mali ni yangu. Na washauri waendelee kutumia PMBet, ni uhakika, sio matapeli, odds kubwa, kila kitu yani. Huenda wewe ukawa mshindi unayefuata kwenye promotion ya Super Royal Sports ya PMBet. Ikiwa ni Juni 24, 2025, mchaka wa uchaguzi mkuu wa rais, ubunge pamoja na udiwani umeshapulizwa ama kipenga kimeshaanza. Vyama mbalimbali vinajitokeza sasa hivi kuweza kutambulisha wagombea wake katika sehemu mbalimbali za ubunge, udiwani pamoja na urais. Hapa tupo Azimio Temeke jijini Dar es Salaam, ambapo ni ofisi ya kata ya Azimio ya chama cha ACT Wazalendo. Hapa anapokelewa Sheponda, mwanaharakati maarufu kabisa ambaye majuzi tu ametoka kujiunga na chama hiki cha ACT Wazalendo. Amekuja hapa Temeke Azimio kuja kuchukua fomu kwa ajili ya kumpeleka katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sheponda amechukua fomu na hapa tumsikie kile ambacho ameahidi baada ya kuchukua hiyo fomu. Ndugu zangu, mimi nimeamua kuomba ridhaa ya wananchi wa jimbo la Temeke ili nikawawakilishe katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama mbunge wao. Na matumaini yangu makubwa ni kwamba mtanipa ushirikiano, mtanipa ridhaa na mtanipa ushirikiano ili niweze kwenda kuwawakilisha katika chombo muhimu, bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukio letu la leo ndugu zangu ni tukio la kuchukua fomu ya kuomba ridhaa, na ni utaratibu wa kisheria. Ili uweze kupata ridhaa ni lazima upate fomu kutoka katika ofisi ya chama ambacho utaomba ridhaa ya wananchi kupitia chama hicho cha siasa. Na mimi nimechagua kupitia chama cha ACT Wazalendo. Ndugu zangu, tukio hili ni muhimu sana kwetu kwa sababu ni tukio ambalo tunajipanga kwa ajili ya jambo kubwa. Ni muhimu sana ndugu zangu kupeleka watu wanaofaa katika bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hali halisi tunaishuhudia sote jinsi nchi yetu au taifa letu linavyokwenda, lakini kwa kiasi kikubwa sababu kubwa ni misingi ya kisheria kutokuwa mizuri, na eneo ambalo sheria zinatayarishwa na kupitishwa ni katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mazingatio hayo ni muhimu zaidi wale watu muhimu waweze kwenda kwenye chombo hiki cha maamuzi. Kwa sababu hiyo ndio maana na mimi nikaamua kwamba mwaka huu 2025 ni ombe ridhaa ya wananchi kwa ajili ya kwenda katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, uchaguzi Oktoba utafanyika, na wito wangu ni kuomba wananchi kupitia tukio hili wajitokeze kwa wingi, washiriki katika uchaguzi na watuchague wale wabunge ambao wanajua hawa watakwenda kusimamia maslahi yao katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nawaomba tuwe makini sana katika swala zima la uchaguzi unaokuja. Tushiriki na tuzingatie haki zetu za msingi katika swala zima la kupiga kura. Miongoni mwa haki za msingi ni pamoja na kushiriki kulinda kura zetu ili zisiibiwe. Hili ni jambo kubwa sana, tushiriki, lakini pia vile vile tulinde kura zetu. Oktoba linda kura. Oktoba linda kura. Oktoba linda kura. Asante sana. La kwanza, kwa nini nimechagua bunge la Temeke? Nimechagua bunge la Temeke kwa sababu ni jimbo ambalo limeathirika sana, na kwa kuwa hatujaingia kwenye swala la kampeni, nafikiri tunapokwenda katika mikutano ya kampeni
tutazungumza au tutapata majibu mazuri zaidi ya swali ambalo limeulizwa leo hii. Urais ni nafasi ya juu sana na ni eneo ambalo linahitaji mkakati mkubwa zaidi, na sisi tunashiriki sasa hivi katika hatua hii sasa ya kwenda kwenye hivi vyombo vya mamlaka moja kwa moja. Nafikiri kwa kuingia kwenye vyombo vya mamlaka moja kwa moja kwangu mimi itakuwa ni hatua ya mwanzo kabisa. Kwa hivyo isingekuwa vizuri kaanza kufikiria hatua kubwa zaidi kabla sijaenda kwenye hatua ya msingi sana. Swala la urais ni swala la kuomba ridhaa ya wananchi, lakini ridhaa ya wananchi katika nafasi kubwa ya juu. Ni vizuri zaidi ukawasaidia wananchi kwa kuonyesha ule utendaji wako, ili utakapoomba ridhaa ya juu waweze kuona kwamba una sababu za msingi za kuomba ridhaa ya juu. Kwa hivyo kimsingi ni hatua hizo ambazo au mazingatio hayo ndio maana yamepelekea nisiende kwenye urais, lakini baada yake niende kwenye ubunge. Lakini kubwa zaidi katika hili ni kwamba unapochaguliwa kwa mbunge unapata nafasi mbili. Nafasi ya kwanza unakuwa ni mwakilishi wa jimbo ambalo umegombea. Lakini nafasi ya pili unakuwa ni member wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja katika mihimili mitatu inayojenga taifa. Ni chombo kikubwa sana. Kwa bado ukiangalia kupitia kwenye jimbo linakupeleka kwenye nafasi ambayo ni muhimu, ambayo sasa hujadili masuala ya jimbo bali unajadili masuala ya kitaifa. Unajadili sera, unajadili sheria, unajadili uchumi, kila kitu kupitia kwenye chombo kile ambacho ni muhimu zaidi. Kwa hivyo bado ni nafasi kubwa pia vile vile ukizingatia sio kwamba ni urais tu, lakini nafasi ya ubunge nayo ni nafasi kubwa vile vile kwa pale ambapo mtu unaweza kuwa unaifahamu na ukaitumia vizuri nafasi ya bunge. Kwa hivyo kwa nini ubunge na kwa nini urais? Ni kwa sababu kwanza lazima ujenge misingi ya kupelekea kuomba ile ridhaa ya juu kabla ya kufika kule juu kabisa. Baada ya kumsikia Sheikh Ponda Issa Ponda akinadi kile ambacho kimemfanya yeye aweze kuchukua fomu kugombania ubunge katika jimbo la Temeke, sasa kazi iliyobaki ni ridhaa kutoka kwa wanachama wa chama hiki cha ACT Wazalendo katika zile kura za maoni ambazo zitapigwa ili kuweza kumpitisha aweze kugombea ubunge katika jimbo la Temeke. Safari bado ni ndefu. Kama atapitishwa, basi atakutana na vyama vingine ambavyo vitasimamisha wagombea katika jimbo hili la Temeke, na hatimaye atapatikana mshindi ambaye atakwenda kule katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jijini Dodoma. Sheikh Ponda Issa Ponda, mwanaharakati maarufu kabisa, amechukua fomu hii leo. Basi ni mchakato ambao utachukua muda. Tutazame kile ambacho kitakwenda kuhitimishwa juu ya harakati zake za kuingia katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili aweze kuwawakilisha wananchi wa jimbo la Temeke. Mimi naitwa Juma Idi Bangi, la nyuma kamera alikuwepo director Didi. Bye bye.